Kisa cha Muhamadi mtepetevu sehemu ya pili. Hata siku hiyo usiku nimelala katika orofa yangu, yule nyani akanijilia akampa salamu, nikamutikia, lakini moyo wangu nimefadhaika, nikafanya hofu sana, kwa sababu huona nyani kusema. Akaniambia, Muhamadi, usifanye hofu, mimi Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa nyani, lakini si nyani mimi ni jini Ilmaradi. Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa iftahi yako, kukutoa katika umaskini, nawe usifanye hofu. Na maneno nataka kukwambia. Wewe ulikuwa mtu mmoja fukara, huna mbele huna nyuma. Mwenyezi Mungu amefanya mimi kunigeuza kuwa nyani, ndiyo sababu yako ya kupatia mali. Na sasa ulionayo hayajawa mali, kwani huna mke. Basi nimekupatia mwanamke, nataka nikuoze, na ukipata mke huyu utastarehe nafsi yako na mali utapata zaidi. Nikamuuliza, ni yupi huyu mke huyu? Akanambia, kesho asubuhi fanya uzuri, uvae nguo bora bora na bagala yako, utandike matandiko ya dhahabu, ufuatane na vitwana waliowema miongoni mwa watumwa wako, wenende hata soko ila alafu wenenda hata baraza ya fulani, utamwona sherifu amevaa nguo za kitaoa. Basi mkaribie huyu, mpe salamu, mweleze habari yako ya kutaka mke, ya kuja kuposa binti yake. Atakwambia huna asili wala fasili. Mwambie asili ni dinari 1000 na fasili dinari 1000. Basi ukamwambie na kula atakalo, na ukishampa asili na fasili atakubali, lakini atakuhitajia mali mengi. Atakachotaka chochote mpe, wala usione choyo, na ukishaoa mali yako hayo utakayoyatoa utajilipa na zaidi. Tukaagana, nikalala. Hata kulipokucha nikafanya kama alioniambia. Nikafanya uzuri mimi na watumwa wangu na bagala yangu, nikapanda nikaenda hata katika soko hili. Nikaenda nikamwona sherifu, nikampa salamu, akanitikia. Nikamwambia jongelea, nikamweleza habari yangu. Akanijibu maneno kama yale alionena nyani. Akanambia, huna hasili wala huna fasili. Nikampa dinari 1000 na za asili na 1000 za fasili. Akakubali. Akanipa shuruti zake. Akaniambia, dinari 1000 mahari, na dinari 1000 nguo, na dinari 1000 kilemba changu. Nikampa dinari 50,000. Nikatoa na dinari 1000 nikawapa waliohudhuria, nikaoa. Nilipokwisha oa, nikaenda nikamwambia nyani kama nimekwisha kuoa. Akaniambia, ulimwengu wako utakufanikia, basi katake saa ya kuingilia nyumbani, nina habari nataka kuja kukupa. Nikaenda nikataka saa ya kuingilia nyumbani, nikaisha nikamwambia nimepata. Basi akaniambia, usiku utakayoingia nyumbani, ukipita mlango wa kwanza, tazama katika behewa, utaona mlango upande wa shoto, pana na pete katika mlango ule. Katika pete mna ufunguo, fungua uingie ndani. Utaona sanduku kubwa limejaa katika ghala, juu ya sanduku pana sufuria, na juu ya sufuria pana tasa, na ndani ya tasa mna maji, na mkono wa kushoto wako pana jogoo mwekundu, na mkono wa kulia kwako pana kisu kimeandikwa talasimu. Basi toa kisu kile, umchinje jogoo juu ya sanduku, ukisha kumchinja utoe maji yale ndani ya tasa ile, uoshe kisu. Basi ukishafanya amri hiyo, utaona sanduku itafunguka, na ndani ya sanduku utaona hazina, na hazina hiyo mwenyewe haijui sharifu, nawe ukiisha ipata utastarehe. Kwani mimi Mwenyezi Mungu amenifanya nyani kuja kuwa iftahi yako, nawe utastarehe nafsi yako, nami nitakwenda zangu. Lakini sharti ufanyize kama hayo, na usipofanyiza hutaona mema, ila utaona mabaya tu. Nikamwambia, nitafanya kama haya ulioniambia.
Nikaenda nikaingia nyumbani kama alivyoniagiza kufanya, nikafanya. Katika kufungua mlango kule, nikamsikia yule kijana binti ya Sharifu mke wangu niliyomuoa akanena, umekisha nichukua jini? Hata nilipokwisha ingia, nilipotoka nikaenda chumbani kwa mke wangu, hapo jini amekwisha mchukua. Basi nikawa hali yangu kama mtu mwenye wazimu. Habari akaipata babaye Sharifu, mara akaja nyumbani, akija kwa kulia na kujipiga makonde na kupasua nguo. Hata akifika pale akaniambia, haya ndiyo uliyoyataka? Kwani mimi jini nalimwona zamani kutaka kuniibia mwanangu, nikamfunga kwa haya matalasimu uliokuja kuyafungua, nayo yale ni madawa yaliyomfunga hata ageuke nyani, na wewe umekuja umemfungua kunipotezea mwanangu. Basi na sasa ni heri uniondokee, kwani mwanangu nimempenda, namwonea uchungu, basi nisitake kukudhuru. Aliponiambia vile, nikaona ndiyo yaliyo, nikaondoka nikaenda nyumbani kwangu, nikakaa kitako, nikawaza, nikatafakari, nikaona nyumba hainiweki. Nikatoka kwenda mtafuta mke wangu, nikaenda wala sijui niende wapi. Nikalemea njia, nikafuata msitu, nikaona nyoka wawili, mweupe na mweusi, na mweusi yule akaja na kinywa wazi anamfukuza yule mweupe. Nikaondoka mimi, nikampiga nyoka mweusi, nikamuua. Yule mweupe akatoka akaenda zake. Akaenda, nikamwona akarejea na nyoka watatu weupe kama yeye. Wakamshika yule nyoka mweusi, wakamkatakata vipande vidogo vidogo, wakaisha wakavitupa. Wakaniambia, jamala yako haipotei. Wakaniuliza, wewe siye Muhamedi mtepetevu? Nikawaambia, mimi ndiye mtepetevu. Wakaniambia tena, jamala yako haipotei, nawe twalijua lililokutoa kwenu, sababu ni mwanamke binti Sharifu. Naye mwanamke huyu zamani maridi yule akitaka kumwiba, naye yule si nyani, ni jini. Na yale aliyokwambia ya kuwa kuna hazina, si hazina, vile na vifungo alivyofungwa yeye akageuzwa kuwa nyani na Sharifu. Na sasa wakaniambia, inshallah utampata mkeo. Akaenda akarudi na mtu mmoja mkubwa mno ajabu, akamuuliza, fulani wamjua? Na fulani huyu ndiye maridi yule aliyokuwa nyani. Akamwambia, namjua, na sasa amegeuka, amekuwa hali yake ya kwanza, na mwanamke amempata, amemchukua aliyekuwa akimngojea, na sasa amekwenda yuko mji wa Nuhas. Ameona ulimwengu wote haumweki. Basi wamemwambia, mchukue bwana wako huyu wende naye hata mji wa Nuhas aliko mkewe. Akamwambia, nasikia. Basi wakamwambia, inama. Akainama, wakanitwaa wakanipandisha juu yake. Akaniambia, huyu ni maridi. Basi hapo ulipo juu yake usitukuru ismu ya Mwenyezi Mungu, kwani ukitukuru ismu ya Mwenyezi Mungu atayeyuka huyu, kwani huyu ni maridi. Nikawaambia, sitatukuru. Akaniambia, jizuie sana juu yangu. Nikajizuia sana. Alipokwisha nizuia akaruka, akaenda juu, nami nilihali ya kuwa juu yake. Akapata hata tangu ulimwengu nilipokuwa nchi nikiona hata nisione tena, nikaliona hewa tu. Hata tukaenda tukasikia tasbihi za malaika katika mbingu, naye adina na ghadhabu ya kupaa. Basi katika kupaa kule nikamwona mtu kijana, sura njema sana, amepiga na kilemba cha shali akfaa, amechukua na kimondo cha moto. Akaniita kwa jina langu, Muhamadi mtepetevu. Aliponiita nikamwitikia. Akanambia, tukuru ismu ya Mwenyezi Mungu, au usipotukuru nitakupiga kimondo. Nikatukuru. Kadiri ya kutukuru, jini aliniacha, nalitoka juu ya maongo yake. Mara kijana aliponiacha, akampiga kile kimondo alichochukua mkononi, akayeyuka kama risasi. Basi nikawa
kujijaa zangu hata nikafika chini, nikaanguka katika bahari. Kuangukani kwangu nikaona chombo cha wavuvi. Waliponiona wakaja wakaniokota, wakanipakia katika chombo chao, wakanitolea samaki, wakaniokea nikala. Nilipokwisha kula nikaona si jambo. Punde ikawa kusema nami na ile lugha yao hatusikizani. Wakanichukua wakaenda nami hata kwa mfalme wao. Yule mfalme wao ajua kusema Kiarabu na nchi yenyewe katika nchi za Kihindi. Basi yule mfalme akasema nami kwa lugha ya Kiarabu, akaniuliza habari zangu, nitokako, nilivyokwenda hata nikaokotwa katika bahari. Basi nikampa habari zangu zilionipata. Yule mfalme akamwita waziri wake, akanitoa mimi, akampa waziri wake, akamwambia, umweke kwako, ukamtende vyema hata arudi hali. Basi nikaenenda nikamfuata. Akaenenda akanipa nyumba njema, malalo mema, makula mema, kwa kila jambo la wema akanitenda. Nikakaa siku nilizokaa kwake, na katika nyumba ile niliyokaa ina bustani. Nikakaa siku hiyo, nikafungua dirisha ile iliyoelekea bustani, nikatazama, ikanipendeza mno bustani ile. Nikaona mto wa maji ndani yake, nikapenda kwenda kuoga katika mto ule. Nikashuka nikaenda nikaingia ndani ya maji nikaoga. Basi nikaufuata mto ule ukanitoa mji. Nikitahamaki sikujua nitokako wala nendako. Nikawa kama mtu wa kupigwa na bumbwazi. Basi mara ile nikamwona mtu amepanda farasi, akanijongelea hata nilipo. Akaniita kwa jina langu, akanambia, jamala yako haipotei. Akaniuliza, wanijua mimi? Nikamwambia, sikujui. Akanambia, yule nyoka mweupe ndiye ndugu yangu, na sasa nimekuja kulihatimisha jambo letu. Akaniita akanambia, njoo tupande farasi. Tukapanda wawili farasi, tukaenenda. Akanambia, sasa tumekaribia mji wa Nuhas, nami sijui nitokako wala sijui niendako, sijui mbele sijui nyuma, nimekuwa mtu tu. Tukaenda tukafika pahali pana jabali, na chini yake mto unapita. Basi tukashuka pale juu ya jabali. Niliposhuka nikamtafuta nisimuone tena. Basi nikarejea hali yangu ile ile ya kwanza. Nikakaa kitambo kidogo hivi, nikamsikia mtu akanipa salamu, nikamwitikia. Akaniuliza, wanijua mimi? Nikamwambia sikujui. Akanambia, mimi ni nduguye nyoka mweupe, nasi watu watatu, kule mmoja amekutendea awezalo, basi na mimi nimekuja kukutendea niwezalo. Akanambia, tumekaribia sasa mji wa Nuhas, tumefika ni ile unayoiona pale. Nikamwambia, nimeiona, nitaingia kule. Akatoa upanga akanipa, akaniambia, chukua huu upanga. Na upanga ule umeandikiwa talasimu wote. Nikashika upanga, nikamuuliza, njia iwapi ya kuingia ndani? Nayo ule mji wa Nuhas mtu mmoja hawezi kufungua mlango, wala wawili wala watatu, na mlango wake umefungwa. Nitapitia wapi mimi? Akanambia, fuata mto wa maji, na mto huu unaingia ndani ya mji wa Nuhas. Nikafuata mto ule, na upanga wangu nimechukua mkononi. Nikafuata mto hata nikaingia ndani ya mji. Nikiingia nimeona mambo ya miujiza, kula laoni ya vitu nikaviona, ni vijinavyo usivyovijua. Nikaenenda na upanga wangu mkononi, lakini katika mji hatembea katika mji. Nami naona nao, lakini wao hawanioni, kwa sababu ya upanga wangu ulioandikiwa na talasimu. Nikazunguka hata nikamwona mwanamke, mke wangu. Nilipomwona mara nikamtambua, naye akanitambua. Nikamjongelea, tukaonana, tukaulizana habari. Nikamuuliza, aliyekuleta huku nani? Akanambia, alionileta huku ni yule nyani.
Ulipokwisha kufanyiza amali ile, naliona mtu akanichukua, basi hatukukaa mahali ila huku, na kila mahali atakapokukaa hapakumweka ila huku, kwani huku mwanadamu hana tamaa ya kufika huku. Basi sasa amekuja aniweke huku, naye amekwenda tembea, basi huku haji isipokuwa kwa siku zake. Na sasa usifanye hofu wewe, maadamu ya kufika huku wewe tukaonana, mimi nawe na kwetu tutakwenda. Basi akanieleza habari zake, akanambia amri zote za majini ya katika mji huu wa Nuhas, amri zake zina yeye, naye ana amali ufanyiza za kuwafunga majini. Nawe sasa enenda. Akaniagiza, utaona mtaimbo una na pete, pana na chetezo, pana na buhuri. Utwae buhuri utie ndani ya chetezo, ufukize mtaimbo, usome na azma zake. Utwae pete hii, ugonge na mtaimbo ile pete iliyomo na mtaimbo. Basi watakutokea majini kila namna, kila mmoja wafuzaa ya nafsi yake, na watakapokuja watakwambia, sisi tu watumwa wako na amri yako, tuamuru utakalo tukufanyizie. Basi wakiisha kuja, amri ni ya wewe, lile utakalo kumtenda madhari yako tena. Na maneno haya mke wangu amenieleza. Nikaondoka nikaenda upesi palipo mtaimbo, nikatenda kama alivyoniambia. Nilipokwisha kwa kugonga mtaimbo ule, mara naona wananitokea, wengine jicho moja, wengine mkono mmoja, wengine mguu mmoja, kwa kila namna wakanitokea. Wakaniambia, neno gani utakalo? Sisi watumwa wako, na amri ni yako, nena utakalo. Nikawaambia mimi, yuko wapi Maridi aliyokuja na mke huku? Ndiye aliyogeuza nyani? Wakanambia, hako amekwenda tembea, lakini mwezi wa pili ametoka kwenda kutembea, na huu ndio wakati wake wa kuja. Nikawaambia upesi, mfungeni mleteni. Mara ile nikamwona ameletwa mbele yangu, naye mikono nyuma. Nikamuuliza, wewe ndio uliyemchukua binti yule? Akaniambia, ni mimi. Basi nikamwambia, kama Sherifu aliyokugeuza nyani akakutupia ulimwenguni, mimi nitakutia ndani ya chupa la shaba, nitakutupa baharini. Basi nikamtwaa yule, nikamtia ndani ya chupa la shaba, nikamchukua kwa binti yule, tukamtupa baharini. Basi nikawaamrisha majini kila kitu cha tunu cha Hidaya kuvichukua, na mimi na mke wangu tumekaa juu ya ulili na mtaimbo na chetezo na buhuri yake, na kula kinipendezacho. Nikawaamrisha majini kutuchukua. Wakatuchukua majini hata tukafika mji wa Basara, wakanitia ndani ya nyumba yangu. Nikamwita mkwe wangu Sharifu. Asubuhi akaja na mama yangu na jamaa zangu na niwapendao, wakaja tukaonana kwa furaha, kwa kusema na kwa kucheka. Ikafanya harusi vingine tena, tukafanya harusi kubwa na furaha, na babaye binti yule akafurahi mno. Basi tukakaa kitako kwa furaha, kwa kusema na kucheka. Na haya usinene mimi kukufanyizia kwa sababu ya kuogopa, lakini nimeona vitu hivi havinisulihi mimi, basi nimeona ni heri nikupe wewe Halifa mtu mkubwa na mimi mtu mdogo. Halifa akamwambia, asanta, nawe kaa kitako pako hapo, usiende tena Basara. Wakatolewa watu kwenda Basara, kwenda kuhamisha vyombo vyake, wakaja navyo nchi ya Baghdad. Akakaa kitako raha mustarehe.